وأصحابه ومن والاه أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea katika Qur'ani kwamba asubuhi haipambazuki, haing'ari ila ni kwa mwangaza wake. Nini makusudiwa ya haya? Maana yake anayepambaukiwa ajue ni kwa mpangilio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa sababu jingine. Yatosha hii unapopambaukiwa asubuhi ukajua kuwa umepambaukiwa kwa hali yoyote, umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ujue ni yeye aliyotaka uifikie hii siku. Kwa sababu kuna wenzetu leo wazikwa, kuna wenzetu hawajui kama wako ulimwenguni, kama ule msemo wa Kiswahili wanaosema duniani hako na akhera utafutwa. Nakumbuka mmoja ilikuwa na matatizo sana, ana shida sana, ana dhiki sana. Akamwambia mwenzake, tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anagawanya neema kama hizi? Watu wana magari, watu wana majumba, watu wana mahoteli, watu wana properties, watu wana hichi, wana kile, wana lile. Sisi hatuna chochote. Kwani sisi tumekosea nini kwa Mola wetu na sisi tusigawanyiwe kama walivyoganyiwa wengine? Suala lilikuwa zuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amegawanyia watu, akawapa neema nyingi nyingi. Wenye magari wakapewa magari sawa ya wao kutembelea, sawa ya kufanyia biashara. Wenye majumba sawa ya kuketi, sawa ya kukodisha. Wenye mandege, wenye mameli, wenye hichi, wenye kile. Lakini sisi tulikuwa wapi? Na hii ndio hali ya Mwenyezi Mungu alipogawanya mitihani hii. Huyu amevundika shingo, huyu amevundika miguu, huyu amevundika kiuno, huyu amevundika mkono, huyu hupiga kitunu huko, hulia kwa maumivu, huyu hulalamika kwa hili, huyu hulalamika kwa lile. Akamwambia, umeona? Shukuru hali wewe ulio. Yule aliyokuwa kitandani atamani hali kama hini, yule anayelalamika atamani hali kama yako wewe. Kwa hiyo usiangalie siku zote kipi umekikosa, lakini angalia siku zote kipi ulionacho mwenzako hana. Na ndio waambiwa, kabla hujamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa usokuwa nacho, hakikisha umemshukuru kwa ulionacho. Na waambiwa kushukuru sio kuishukuru neema baada ya kuwa uliikosa. Sio ulipata kama ni ajali au umepata jambo hivi, macho yakaumia, ukatibiwa yakarudi vile vile, sasa useme alhamdulillah, si haba, ngaa sasa naona tena. Au umepata ajali
ukaumia miguu, ukatibiwa, sasa umerudi tena watembea, ukana alhamdulillah, si haba mmerudi natembea. La, hakika kushukuru ni sasa watembea, hujakosa nguvu ya kutembea, umwambie Mwenyezi Mungu alhamdulillah, natembea bila kutibiwa, natembea bila kufanywa matibabu, naona bila miwani, naona bila kutia dawa, nala bila kutumia dawa. Sio ulikuwa mgonjwa huwezi kula, sasa waweza kula, usema si haba alhamdulillah, natoka mbali. Kabla hujatoka huko utokako, ulikuwa hapa hapa ulipo, ulimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanazuoni watuambia usiwe na haja kumwomba Mwenyezi Mungu akuongezee kitu, bali siku zote kuwa na haja kumshukuru Mungu kwa hicho kitu alokupa, kwa sababu unapomshukuru Mwenyezi Mungu ametukwa ahadi, la in shakartum la azidannakum. Mimi ni shukuru tu, mimi nitakuzidishia. Wewe una haja kuniomba, wewe nataka mimi nitakalo kwako wewe ni shukuru tu. Sema alhamdulillah, nimeamka salama, sikuinushwa na mtu kitandani, naona vizuri, sina haja kuoneshwa, nazungumza, sina haja kuzungumzishwa, natembea, sina haja kutembeshwa. Shukuru kwa hiyo neema, Mungu atakuzidishia. Lakini waja wengi twalalamika kwa kuona zile ambazo kwamba sisi hatuna kuwa tumekosa, kumbe hatujui. Na ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hakusema ni'amillahi. Mwenyezi Mungu asema mukiziwanga, mukizihesabu neema moja tu, moja uhesabiwa, moja hesabiwi. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu asema moja mkahesabu? Kwa sababu hiyo moja lau ukiangalia wewe ndani yake kuna nyingi. Neema ya afya, unaafia kwenye macho, unaafia kwenye akili, unaafia kwenye mwili, unaafia kwenye unafia, huwezi kuimaliza, la tuhsuha, huwezi kuidhibiti. Ilobakia ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, haswa neema ya afya. Wallahi lau kaangalia ni wangapi wanaoteseka kwa afya leo. Kuna watu wewe kwa mtazamo wako waona wana neema, amekuja na gari Mercedes, sijui gari aina gani, lakini ukimwona atakakula, zile dawa anazozila zimekusanya rangi ya ulimwengu mzima, ndio ale. Wewe ni kuwekewa tu kile chakula, labda hata majiwe ukichemshiwa utayala, alhamdulillah, lakini bado wewe waona huna neema. Neema ya amani, leo ni wangapi wakitembea huona hivi sasa kutashuka bomu, hivi sasa kutelepuliwa. Wewe na hupanga swala leo saa 10 Jumapili, leo saa 10 nitakwenda mahala fulani, wajitaulia wewe. Mwenzako yuwaogopa, hajui ende wapi ndipo penye amani. Hata misikitini wamekuwa hulepuliwa, nasallallahu salama wa ta'ala. Yani yeye popote aliyopo ni balaa, popote aliyopo ni hofu. Alhamdulillah, wewe Mungu akakuweka kwenye amani ambao tunatakiwa tuitunge sana. Hii ni amani. Ukitaka kuijua umuhimu wa amani, waulize wendani wako, waulize Walikikami, ndugu zetu watoka Somalia, walikuwa wana neema. Sura Kenya tunavyojifanya sisi tuna neema, alikuwa hatuwawezi watu wa Somalia kwa kila aina, maisha rahisi, vyakula rahisi, vyakula kila aina, lakini wakaikosa amani. Leo wajaribu kuirudisha. Amani ni mfano wa kioo, ukikivunja kukiunga huwezi, haiwezekani. Hakuna mji hata mmoja ulikuwa na neema. Angalia Libya, ilikuwa ni mfano katika ulimwengu. Hakuna, si Afrika tu, hata wa Europa hawalikuwa hawaishi maisha rufahia ya starehe, kwa maana starehe kama walivyokuwa wakiishi wa Libya wakati wa Gaddafi. Tatizo lilikuwa ni moja tu, Gaddafi asikizani na nchi za Europa. Basi wakati watiwa, wasiangalie sisi twaishi vipi, wasiangalie sisi twapata kipi, waliangalia tu ni kweli, kwa nini awe huyu yuko, lakini ana madhara gani kwenu nyinyi?
hamuna maisha tabu, hakuna kulalamikia chakula tabu, hakuna mlibia akilipa kodi ya nyumba, akilipia maji, akilipia taa, akilipia masomo, akilipia matibabu, kila kitu bure. Wataka nini wewe tena? Lakini basi mwanadamu siku zote hakai akaangalia mimi nina kipi, yeye utazama mimi sina kipi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi akatwambia, man asbaha minkum aminan fi sarbihi, atakayekuwa pambaukiwa katika nyinyi, aminan fi sirbihi, ameaminika ile sehemu anaoketi, aweza kwenda atakapo, aweza kufanya atakalo, aweza kutembea vile apendavyo, muafan fi jasadihi, ameafiwa mwili wake, hauna matatizo, hauna shida, aweza kula mwenyewe, aweza kwenda mwenyewe, aweza kuinuka mwenyewe, aweza kulala mwenyewe. Indahu qutu yaumihi, ana chakula cha ile siku tu, kesho mwatie yeye. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutulazimisha sisi ibada ya kesho, akwambia fanya ya leo. Kwa nini wewe utake riziki ya kesho? Wewe taka ya leo. Wewe hakikisha kwa Mwenyezi Mungu amekudhaminia leo utakula. Una hamu ya kesho wewe, usipaka ufike. Ngoja ufike mwanzo. Yeye hajakwambia kesho panga uniabudu vipi. Wewe panga leo tu utamwabudu vipi. Na yeye amekupangia leo, kesho usiwe na hamu nayo. Na lao tutaishi na Mola wetu kwa kumwamini kama wanavyoishi watoto wetu kwa kutuamini sisi. Wewe shawahi kuja mtoto akakwambia baba, kesho tutakula nini? Hajawahi. Kwa nini? Kwa sababu ajua maadamu baba yuko, kesho nitafanya nini? Nitakula. Kwa nini mimi na wewe tunajua Mungu huko na tuna hamu kesho tutakula nini? Mtoto yoyote umsikia na hamu, hata Idi ikija, yeye ayua baba ataniletea nguo. Haisi miskini ule baba ukizia na zerehani, hakuna waya kushona, hakuna mpitao, hakuna afanyao hili wala hili. Baba tafrani, lakini kijana mwenyewe ayua Idi haingii ila baba atafanya nini? Kwa sababu imani yake kwa babake ni kubwa sana. Kwa nini sisi imani yetu kwa Mola wetu siwe angalau iwe kama imani ya watoto? Maadamu mimi nina baba si babaiki, fa kaifa takhliqu indaka rabb? Kwa nini babaike na wewe una Mola? Kwa hiyo neema ya amani ni neema muhimu sana. Ndio hadithi imemalizia akasemaje? Fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Mtu akiwa na vitu vitatu hivi, waweza kutembea utakavyo, huna babaiko, huna fadhaa, huna uoga, yani kuna peace of mind, peaceful, amani imeenea. Una afya mzima, hulishwi, hulalishwi, huamshwi, wainuka mwenyewe, wenda mwenyewe, watafuta mwenyewe. Indahu qutu yaumihi, una chakula tu cha leo, wewe ushamiliki dunia nzima. Lakini masikitiko, kuna watu wataka kuvuruga amani, kuna watu wataka kuvuruga afya, kuna watu wataka kuvuruga riziki. Amani ndio inayoleta kila kitu, asli ya kila kitu, mwanzo lazima amani. Hawezi kufikiria mwenye kufikiria ikiwa hana amani. Hawezi kuplani mwenye kuplani ikiwa hana amani. Hawezi kutafuta mwenye kutafuta ikiwa hana amani. Hata ule mwizi shati ayue mazingira mazuri, kuna amani hapa, kuna polisi, hakuna ndo hata kwenda kuiba. Lakini umesikia polisi mwizi kwenda kuiba polisi? Sababu yeye hakuibiki pale, hakuna amani pale. Ukiingia baba utakula rungu. Hata mwizi ataka amani ndo aibe. Kwa nini? Iwe kuna watu wataka kuvuruga hii amani. Mwenyezi Mungu atudumishie amani. Mwenyezi Mungu awabariki kila watakao kuweka amani. Na wale ambao kwamba wataka kuiharibu hii amani, Mwenyezi Mungu awabadilishe nia zao. Waone hunu umuhimu wa amani. Chochote kitakavyokuwa, maadamu kuna amani, wallahi tuna kheri. Bovote maadamu amani iko na tuna maya mferejini. Lakini alhamdulillah, si kama iwe wewe kwenda msikitini huwezi, kwenda dukani huwezi, kwenda kufanya kazi huwezi, balaa balua. Alhamdulillah,
Neema hii tunayo, tusingoje tukafikia hali walofikia wenzetu. Mwenyezi Mungu asitufikishe hapo. Na wale ambao kwamba mii yao hayana amani, Mwenyezi Mungu atawapa amani, awape amani katika mii yao, awape amani katika akili zao, awape amani katika kufanya ibada kwao. Wallahi kuna wendani wetu hata kwenda misikitini hawawezi, na ni Waislamu tu, wote ni Waislamu, lakini shetani aliwaingia, sijui taka hili dunia hii. Hakujaliwa ukasikia watu urongo, usiamini kusikia watu mahala hupijana utafuta pepo. Kila pijanao utafuta dunia. Pepo haina haja kupijana. Pepo ni wewe upijane na nafsi yako. Na hukuambiwa ipijane na nafsi yako uitie zisu wala uitie mitaimbo. Ikataze mabaya basi. Basi hilo tu. Kataza lenye madhara kwako wewe, basi utaipata pepo. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla